how to get a Canadian visitor visa without an invitation letter. Namna gani utapata visa ya visit hapa Canada ijapokuwa hauna barua ya mwaliko ama hauna mtu yote ambao amekualika. Hayo ndo nataka kuangazia sahihi. Hello everyone, na tumai mko salama. Karibu kwenye KHP Canada. Ikiwa wewe ni mpya, kumbuka kusubscribe. Na mimi ni wako King Prayer, na leo nataka kupeana mwangaza kwa hili jambo la kuweza kuja Canada kama visitor bila kuwa na mwaliko. Unajua kawaida kusudi uweze kuja kutembea Canada, mara nyingi unatakiwa kuwa na mwaliko, na wengi wanatambua hivyo. Lazima uwe na invitation letter ama barua ya mwaliko. Ziti ya mwaliko ama ya kualikwa ya Kiswahili unajua mara mingi huwa inachanganya, lakini najua inaeleweka hivyo. So jinsi ya kuja Canada bila kuwa na barua ya aliko, sababu wengi wanaelewa ya kwamba kusudi ukuje kutembea Canada lazima kuwe na mtu ambaye amekualika, lazima uwe na barua ya aliko ndio unatakiwa kuja kutembea Canada. Na wengi sana wameishi kuniandikia ya kwamba niwatumie barua, niwaalike kusudi wao waweze kukuja Canada. Kitu ambao inaweza ikawa vizuri, lakini sasa nikituma mwaliko kwako wewe na mwingine pia anahitaji, kwani mimi mtu mmoja nitaalika watu wangapi Canada na nikubaliwe hawa watu wote chini ya muda pia gani? Naona sasa hapo ni mahali kuna tatizo. Nikasema no, haina haja kuliko kusumbuka na hayo, bora niweze kuwapea mwangaza ya njia ambao inaweza ikawasaidia ama inaweza ikawarahisishia kuweza kukuja Canada kama kupata visitor visa bila kuwa na mwaliko ya mtu yoyote. Sababu wengi wametambua kusudi upate mwaliko Canada unatakiwa kuwa unakuja kama ni kwenye mkutano fulani, unatakiwa kuwa uko na ndugu ambaye ako hapa unakuja kumtembelea na ni yeye ndo alikutumia barua ya aliko. Lakini leo nataka nikuonyeshe njia ambao itakusaidia na ambao itakurahisishia pakubwa sana wewe kuweza kuja Canada bila kuwa na barua ya aliko. So kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe kusudi tuweze kuendelea pamoja. Uwe kati ya wale ambao watakuwa wanapata notification wakati wote tunaleta update ya jambo fulani, tunaongelea jambo fulani, ama muda wote ambao tunaweza tukawa tuko live. Sababu kila Jumamosi mida ya 2:00 usiku, ikiwa ni masaa ya East Africa, huwa tupo live kwa ajili ya kuweza kuchambua mambo kadhaa, kwa ajili ya kuweza kupeana mwangaza kwa vitu mbalimbali, na pia kujibu baadhi ya maswali ambao unaweza kawa uwe unajiuliza na hauna majibu kuhusu nchi hili aswa la Canada. Inaweza ikawa ni sehemu nyingine, lakini 80% ni Canada, sababu ndio kidogo nina ujuzi kuhusu nchi hii na ndio naweza nikasaidia kwa hiyo sekta. So acha nisikuchukulie muda, tuweze kubreak down ama tuweze kuenda hatua kwa hatua kwa vile ambavyo unaweza ukapata visa ya kuja kutembea ndani ya nchi hii bila kuwa na barua ya aliko yoyote hapa Canada. So kitu ya kwanza muhimu sana, wakati ambao unafikiria kuja kutembea Canada, usijaribu kuanza hatua nyingine yoyote ile kama haujahakikisha uko na valid passport. Lazima uwe na valid passport ambao itakusaidia wewe kupata visa, sababu visa huwezi ukawekewa kwa mkono, visa huwezi ukawekewa kwenye kitambulisho yako ya kawaida ikiwa ni ID
ama hiyo ingine na sawa wanaitaga aje. Warundi wanasema karangamundu, nadhani kitu kama hiyo. Wanyarwanda sijikumbuki wanasema nini, lakini Wakongomani wanasema carte d'enrôlement. Yeah, vitu kama hizo. Kenya najua wako na ID, Tanzania wako na ID, hata Rwanda nadhani wako na ID. Yeah, ndio hivyo. Lazima uhakikishe kwanza uko na passport, sio ID yako, sio carte d'enrôlement, sio karangamundu. Lakini sina uhakika na hiyo karangamundu kama ndio passport yao ama kama ndio kitambulisho. So hizo ni vitu ambazo unatakiwa kuwa nayo. Hiyo ni kitu ambacho unatakiwa kuwa nayo kwanza kwa mkono. Na jambo lingine unatakiwa kuelewa ya kwamba ukipata fursa ya kuja kutembea Canada, uko na miezi 6 ambao utapewa kukaa ndani ya nchi hii, zile ambazo zinakubalika kisheria. Hizo zingine ndio hiyo miezi 6. So lazima pasipoti yako iwe haiwezi ka expire chini ya huo muda, iwe na siku nyingi zaidi kuliko zile ambazo wewe unatakiwa kuishi ndani ya nchi hii. Usiende kujaribu kuapply visa wakati pasipoti yako inasoma miezi 2, inasoma miezi 3. Hapo utakuwa tayari umeshaanguka mtihani, umejiangusha mwenyewe. Sababu hawezi wakakukubali kuingia ndani ya nchi hii na pasipoti ambayo itakuwa inaenda kuexpire. Jambo la pili ambao unatakiwa kuzingatia, uwe muheri wa afya. Is it muheri wa afya, mabuheri wa afya? Lazima uwe na afya ambao ni mzuri. Japokuwa sio kila aina ya magonjwa ndio inakataliwa Canada. Sana sana ukiwa na magonjwa kama TB, magonjwa za kifua, hizo lazima utaambiwa mpaka uweze kupona ndio unaweza kupata nafasi ya kuweza kujaribu nafasi nyingine ya kuweza kuja ndani ya nchi hii. Lazima uhakikishe afya yako iko salama. Ukiwa uko na afya njema, basi hautakuwa na shida ya kuweza kuja Canada. Jambo lingine muhimu sana ambalo lazima uweze kuzingatia, usiwe muuni. Yaani usiwe uko na criminal record. Usiwe umeshawahi kufanya crime yoyote, uko na kesi ambayo inaendelea kotini na uliweka vidole, vitu kama hizo lazima uwe hauna. Lakini ukiwa uko ndani ya kesi zozote zile za crime, basi hautapata nafasi ya kuweza kukubaliwa kuja kutembea Canada. Sababu wataona kwamba wewe ni hatari kwa sisi Makanadian. Wewe ni hatari kwa Makanadian. Naona. So lazima uhakikishe kwamba hauna criminal record yoyote ama record yoyote ya crime. Uwe hauna record yoyote ya crime, kusudi iwe rahisi kwa wewe kukubaliwa kuja kutembea Canada. Jambo lingine muhimu, lazima uhakikishe ya kwamba una prove, uwe na uwezo wa kuprove ya kwamba wakati matembezi yako itakapoisha, basi wewe ni tayari kurudi kwenye nchi yako. Nadhani mnanielewa. Yaani ukikuja hapa kusudi wao wakupee visa, lazima uhakikishie ya kwamba mimi naenda Canada kutembea, na nitakapomaliza matembezi yangu ama utalii ambao naenda kufanya ndani ya nchi hiyo, nitarudi kwenye nchi yangu. Lazima uhakikishe una prove hilo. Sababu usipofanya hivyo, basi hawawezi wakakupea nafasi ya kuja kutembea ndani ya nchi hii. Jambo lingine muhimu sana ambao walinaangusha wengi sana ni proof of fund. Uoneshe ya kwamba una pesa ya kutosha kwa muda ambao wewe utakuja kutembea Canada na kuweza kurudi Canada. Najua wengi wataniuliza, kwani inatakiwa kuwa na pesa ngapi kusudi uweze kukubaliwa? Kisheria
Canada wanataka uwe na pesa kuanzia kama $3,000 ya Canada kuenda juu. Na bank statement yako iwe ambao imeonekana movement za pesa, kumekuwa kuingia, kutoka, kufanya kazi, kubaki kwa muda wa miezi 3 mpaka miezi 6. Lazima kuwe kuna hali kama hiyo ya mzunguko wa pesa kwenye akaunti yako ndani ya miezi 3 ama miezi 6, na isiwe iko na balance ambao inapungua chini ya 3,000 wakati huu ambao wewe unataka kuapply. So kuanza 3,000 kuenda juu ndio pesa ambayo inatakikana uwe nayo kwenye simu yako, kwenye akaunti yako. Lakini unatakiwa kuwa na pesa ya kutosha kusudi uweze kukubaliwa na mambo mengine yaweze kuwa rahisi kwao. Na jambo lingine ambalo nitasisitizia, unajua kama vile nimesema, ili ni njia ambao litakusaidia wewe kuweza kuja Canada bila kuwa umealikwa na mtu wowote ule. Sababu wengi wanatambua mpaka uweze kualikwa. Na sana sana ni hivyo, ukialikwa inakuwa ni kama rahisi kidogo. Lakini ili litakusaidia na kwa kulifanya kuwa rahisi zaidi kwako, lazima uhakikishe una vitu ambazo zinakutetea na vitu ambazo zinaonesha ya kwamba utakapomaliza muda wako hapa Canada, basi utarudi kwenye nchi yako. Hilo ndo jambo ambalo litakusaidia pakubwa sana. Lakini usipozingatia hapo, kujitetea ya kutosha kuonesha ya kwamba kisha wewe kuweza kuvisit Canada, utakuwa na uwezo wa kuweza kurudi kwenye nchi yako. Na vile vitu ambazo zitakusaidia wewe kuweza kuthibitisha ya kwamba unaweza kurudi kwenye nchi yako ni nini? Jambo la kwanza, uwe unafanya kazi kwenye nchi yako. Ama uwe na barua ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mmoja wa wafanyakazi kwa kampuni fulani. Na ukiwa unafanya kazi kwenye hilo kampuni inaweza kukuandikia hata barua ya kusema huyu ako kwenye leave ama ako mapumziko. Inaweza ikawa ni mapumziko wa miezi 6 au mwaka 1, mbia kampuni tumemruhusu ako mapumziko. Uwe na barua ambayo inaonyesha uko mapumzikoni. Ukiwa na barua kama hayo itakusaidia. Uonesha barua ambayo inaonyesha kwamba wewe ni mfanyakazi wa kampuni fulani, na nyingine iwe inaonyesha kwamba wewe uko mapumzikoni. Hiyo ni moja ya jambo ambalo litakusaidia pakubwa sana, sababu utajua huyu ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye kampuni fulani na kipindi ya mapumziko anahitaji kutembea Canada. Kwa hiyo chini ya muda fulani lazima awe amerudi kwenye nchi yake kwa ajili ya kwenda kufanya kazi kwenye kampuni ambalo yeye ni mwajiriwa. Sababu Canada mara nyingi hawataki watu kuja hivyo bila mpango na kuja kukaa. Wanataka watu ambao unaweza kaja alafu unarudi. Ndio maana unaona wengine huwa wanawakazia kidogo. Jambo lingine ni uwe na strong attire kwa familia. Uwe na document ambao pengine zinaweza zikaonesha, kwa mfano wewe umeoa ama umeolewa, wewe ni baba ama ni mama wa familia na unakuja wewe, lakini pengine mume amebaki, watoto wamebaki, ama kama mko mume na mke, watoto hao wamebaki. Ninaonesha ya kwamba niko na watoto na siwezi nikakaa Canada niache watoto wangu huko mahali ambapo natoka. Lazima nirudi kushughulikia watoto. Watoto wananihitaji kwa mahitaji ya kila leo. So nikikaa Canada muda mrefu bila wao nitakuwa naumiza maisha yao. Na uonyeshe kama uko married, onesha certificate ya harusi ambayo itaonesha kwamba wewe ndio ni mume ama ni mke wa mtu fulani. Canada inaamini kwa makaratasi. Kama ni watoto, onesha birth certificate ya watoto. Birth certificate inaitwa nini? Sijui, cheti cha kuzaliwa. Onesha cheti cha kuzaliwa ambao inaonesha kwamba wewe ndio mzazi wa huyo mtoto ama hao watoto. Hilo litakusaidia. Na uwe pia
unamiliki kama uwanja, onesha kwamba onesha kwamba kuna makaratasi, inaweza kawa ni title deed ya uwanja ambao unamiliki, nyumba ambao unamiliki na vitu kama hizo. So hapo wanakuwa wanajua huyu hajakuja Canada kwa ajili ya kujirusha ama kujibwaga, ila amekuja kutembea na muda sio mrefu atarudi, sababu kuna vitu ambavyo anamiliki kwenye nchi yake na haviwezi vikasababisha yeye kuweza kukataa kurudi kwenye nchi yake. Pengine ni mzazi, pengine ni mfanyakazi, amekuja tu kutembea wakati wa mapumziko kazini, ni mtu ambaye ako na watoto. So hizo ni vitu ambazo zitakusaidia pakubwa kwa wewe kuweza kukubaliwa. Lakini unaenda kuonesha kwamba wewe ni single, haujaoa ama kuolewa, hauna mtoto hata mayai, hauna kiwanja, hauna chochote, hufanyi kazi popote, alafu unataka ukubaliwe kuja kutembea. Canada haiwezi kuruhusu mtu kama huyo. Ndio maana lazima kutumia ubongo hapo mara mbili wakati ambapo unataka kufanya jambo kama hili, sababu wengi wameanguka mtihani sababu ya hayo. Canada ikiona mtu kama huyo anajua huyo anakuja kutafuta kazi, huyo hawezi akarudi kwenye nchi yake, huyo anakuja kutuongezea gharama, vitu kama hizo. Ndio maana lazima kuwa makini sana wakati unaweza kushughulikia jambo kama hizo. Jambo lingine ambalo litakusaidia na kukutetea pakubwa sana. Unajua kama kawaida sio kila mtu ambaye ana tabia ya kuweka makaratasi ya Afrika. Inaweza ikawa ni ya deni fulani uliwahi kuchukua na ukalipa, inaweza ikawa ni bills, pengine unalipa stima, pengine unalipa maji, na vitu kadhalika ambazo unaweza kawa wewe unatumia kwa mwezi. So hizo ni vitu ambazo zitakusaidia pia kwa wewe kuweza kuonesha ya kwamba ndio huyu ni responsible, ni mtu ambaye ako na familia na anashughulikia mahitaji mbalimbali, ni mtu ambaye anajua kulipa maji, anajua kulipa stima, anajua kulipa kama ni gas na vitu kama hizo. Sababu hizo ni vitu ambazo Canada zinaitisha kwa vitu nyingi na zinaweza kukusaidia pakubwa sana. Sasa huku tumejifunza hata ukienda supermarket, ulienda kununua apple, risiti unaitisha na unarudi unakaa nayo nyumbani. Sababu hiyo risiti kuna mahali inaweza kukutetea, hiyo risiti kuna mahali unaweza kaulizwa. Ni vizuri sana kuwa na vitu kama hizo. So kama ulikuwa una tabia ya kurusha hizo makaratasi, lazima uweze kuwa unazikusanya mahali pamoja. Siku moja zinaweza zikakutetea ikiwa una ndoto ya kuja Canada. Jambo lingine, nchi hii ni nchi ambayo inaamini kitu ambayo inaitwa deni. So ukiishi ndani ya nchi hii usipokuwa makini, utakuwa mtu wa kulipa deni usiku kama vile mchana. Najua hiyo ni mbinu nyingine ambao inakaa mzuri lakini sio mzuri vile. Sababu hapa ukitaka kila kitu utapewa. Wewe bora ulipagi kila mwezi mdogo mdogo, uko sawa. Ni kama aina nyingine ya kifungo ya design yake, usipoielewa utajifunga mwenyewe bila kujua. So wanaamini kwa hiyo hali ya deni, na wanataka uwe mtu wa kuchukua deni mara kwa mara na unalipa. Kwa hiyo ukiwa kwenye nchi yako, wewe jaribu kuchukua deni alafu unalipa, lakini usichukue deni ambao unajua itakushinda kulipa. Ama uchukue deni kisha uende kutumia pesa zote na ushinde kuzirudisha. Lakini kama una uwezo, unaweza kuchukua hata deni ya pesa ambao unaweza kaweka, sio kutumia. Kisha muda mfupi sana rudisha pesa za wenyewe, juu ya kusave record. Andika, mnaweza mkaandikiana barua inaonyesha ulichukua deni na ukaweza kulipa. Lakini sasa wao mara nyingi zinapitia credit card. Afrika hatuna credit card, yetu inakuwa mara mingi local. So hizo ni vitu ambazo pia wanataka kuweza kuona uwe mtu ambao una uwezo wa kuchukua deni na unalipa, unashughulikia bills fulani fulani. Itakusaidia pakubwa sana. Jambo lingine muhimu sana
ni your travel plan. Lazima uwe na mpango wa safari yako. Enda kwenye kampuni la usafiri la ndege. Wewe jaribu kwanza kupanga muda. Unasema okay, kwa mfano tuko mwezi wa 5, nataka kuenda Canada mwezi wa 10 ama mwezi wa 7. Enda kwenye kampuni la usafiri na waulize. Wengi wanaanguka mtihani sababu ya hayo. Usiende kuapply wakati hauna hizi vitu zote. Enda kwenye kampuni la usafiri, waulize nataka kuenda Canada muda fulani, sababu najua nauli ya ndege huwa inabadilika. Nataka kuenda Canada muda fulani. Kipindi hicho tarehe fulani nikitoka hapa kwenda Canada natakiwa kulipa pesa ngapi? Watakuangalilia na wakwambia hapo utatakiwa kulipa pesa fulani. Hii ni kampuni fulani ya ndege, hii ndege wakati fulani itaenda muda fulani, vitu kama hizo. Sio lazima uwe umebook, lakini uwe umeulizia, uwe na idea, sababu wanaweza wakafuatilia hiyo. Ukiwa na uwezo unaweza ukalipa ama unaweza kosa kulipa, lakini umeshajua ndege linatakiwa kulipa pesa ngapi. Enda hilo unaandika chini. Ingia kwenye mtandao, unatakia kufikia sehemu gani Canada. Hiyo sehemu ambayo unatakiwa kufikia, jaribu kuangalia hizo mahoteli ambazo zinapatikana hapo. Ukishapata hoteli ambayo iko sawa, jaribu kujua hoteli inalipwa pesa ngapi. Ukishajua inalipwa pesa ngapi, basi ni vizuri kaa na hizo information, zitakusaidia. Nadhani tuko pamoja. Sasa wakati unaenda kuapply, unatakiwa kuwa na mpango. Nitafika Canada mwezi fulani, tarehe fulani mpaka tarehe fulani natakiwa kuwa niko hapo. Tarehe fulani mpaka tarehe fulani nitavisit, tuseme kwa mfano Toronto City. Tarehe fulani mpaka tarehe fulani nitavisit Niagara Falls. Tarehe fulani mpaka tarehe fulani nitaenda kwa mfano Victoria Park, vitu kama hizo. Uwe na hizo mpango zote kwenye program yako. Alafu ukisha kuwa na mpango kama huo, uwe unajua hoteli utalipa pesa ngapi kwa siku. Ukikaa siku fulani nitalipa pesa fulani, natakiwa kutumia pesa ngapi kwa siku kwenye hilo hoteli. Kila kitu unatakiwa kuwa umeandika chini. Itakusaidia pahali. So ukitoka hapo, sasa ndo naenda kuapply visitor visa. Na unajua wengi wamejua tu ya kwamba anatakiwa kupitia kwa agent. Hata for visitor visa anatakiwa apitie kwa agent. Na hivyo ndo wengi wanajua. Lakini ukitaka kuapply visa, hii ndo steps sasa muhimu ambao unatakiwa kutumia wewe. Jambo la kwanza, fungua account ya RICC. IRCC, yes. Fungua account ya IRCC. Enda kwenye website yao na fanya account. Utapewa form ya kufill ama ya kujaza juu ya visitor visa. Jaza hilo form. Na kisha kujaza hilo form, utatakiwa uweze kuupload. Kuupload ni kufanya nini mkiswahili? Watanzania ndugu zangu niambieni hapo. Unatakiwa kupeana copy ya hizo document ambao uko nazo ama kuupload. Unatakiwa kuupload passport ambao utakuwa umescan. Hiyo sehemu ambayo iko na picha yako, na lazima kuwe pia stamp. Unaweza katoka hata enda kwa nchi jirani, hata kama sio nchi ambayo unatakiwa kulipia visa. Bora watu wagonge stamp, ijulikane uliingia kihalali, ukatoka kihalali. Lakini usikuje na passport ambao haijawahi wekwa hata muhuri yoyote na visa yako ya kwanza hiyo ya Canada. Hapo pia utasumbuliwa kidogo. Ingia hata kwa nchi jirani, wagonge visa, kaa siku 2, rudi kwenye nchi yako. Hivyo iwe at least ionekane ya kwamba huyu anaishi kihalali, amewahi kutoka kwenye nchi yake na vitu kama hizo. Itakuwa vizuri sana. Watakuitisha, unatakiwa kuweka hapo passport yako. Una scan passport,
na unaiupload hapo. Watakuitisha travel plan, ile ambayo nimekuambia lazima uweze kuwa nayo. So wengi huwa wanaweka kama wamelipia, kama wamelipia. Unapata mtu amelipia ndege, amelipia hoteli, kila kitu, alafu na hiyo plan yake, anaonyesha plan yake. Ashajua nikienda hii sehemu nitalipa pesa fulani, nikienda hii sehemu nitalipa pesa fulani. Zote ameshaweka hapo kwenye karatasi yake, alafu ana upload. Wanakuwa wanajua huyu ni mtu ambaye anajielewa, anajua mahali anaenda, na kwa kweli anataka kuenda wakati fulani, sababu anatakiwa kuvisit wakati fulani. Ushalipa ndege, ushalipa hoteli. Inakuwa rahisi kwa wewe kuweza kupewa visa. Na wakati unaitishwa passport photos, hizo passport photos zako zinatakiwa kuwa yani usijipige mwenyewe selfie zako sijui nini. Piga picha ambazo zinaendana na condition za IRCC. Piga picha ambazo zinaendana na condition ya IRCC. Tafuta studio mzuri ambao wanaelewa kile ambacho wanachokifanya. Ama unaenda kwenye akaunti yao, unatafuta picha ambao wao wanakubali. Details zote utapata hapo kwenye akaunti yao. Na bei ama pesa ambao unatakiwa kulipa kwa ajili ya kupata visa ya kuja kutembea Canada ni $100. Na hiyo $100 sio ya Canada, ya Amerika, lakini ni ya Canada, ambao kidogo iko chini kidogo kwa zaidi ya hiyo ya Amerika. So ukilipa hiyo $100 utapata nafasi ya kuja kutembea Canada. Biometric yako unaweza ukalipa utalipa $85 ama 85 kwa Kiswahili. Tusidanganyane. Utalipa $85 ndugu yako. Sitaki nikwambie Kiswahili ambao sielewi. Kama kuna namba ambazo zinanichanganya sana. Ni 80, 90. Hizo namba mbili sana kwa Kiswahili. Zingine zote niko sawa. Lakini hiyo 80 sijui na hizo mbili tu. Basi. Acha hizo nisiongee sana. Hiyo ni 85 Canadian dollar ndio utalipa hapo, ama $85. Unaweza pia ukalipia medical, lakini kwa kesi kama ya visitor sio rahisi sana uulizwe medical. Pengine waliona tu ya kwamba unahitaji kufanya medical, ndio inaweza ikajitokeza, lakini sana sana hauwezi ukaitishwa medical juu ya kuweza kutembea ndani ya nchi ya Canada. So na jambo lingine ambalo naweza nikaongezea hapo kwa kusaidia, unaweza ukaonesha, sema kwa mfano unakuja kutembea, uoneshe ya kwamba unaweza chagua hoteli ambao unasema kwa mfano utalipa $150 kwa siku. Wengine wanasema mbona inakuwa pesa mingi kuliko hata hiyo visa? Yes, hiyo ni kawaida. Unaweza kaweka hivyo, kwa mfano $150 ya hoteli kwa siku, na unapiga namba ya siku ambazo wewe unategemea kufanya, kusudi waone wewe ni mtu ambaye unaelewa na wewe ni mkweli. Jaribu kupiga mahesabu, hata kama unaweza weka $60 ya chakula kwa siku. Jaribu kuweka mahesabu yako. Kwa mfano nasema siku 7 nitakuwa Toronto, wiki ingine moja nitakuwa kwa mfano Niagara Falls, na pia mwezi kesho ama tarehe fulani nitakuwa niko Ottawa. Unaona, na vitu kama hizo zinaweza kusaidia. Na ujaribu sana kuonesha strong proof ya of fund, na pia hizo vitu ambazo zinaweza zikawa kwenye majina yako, kwa ajili ya kuonesha kwamba huyu ni mtu ambaye ako qualified kuja kuvisit Canada, na ni mtu ambaye akikuja Canada hawezi akasumbua kurudi kwenye nchi yake. So hizo ndio step muhimu ambazo unatakiwa kutumia kwa ajili ya kuweza kupata visitor visa bila kuwa na barua ya mtu yoyote ama ya mwaliko. Andika barua yako ya kuonesha kwamba unakuja kutembea Canada, na
unakuja kwa utalii na chini ya muda fulani utaweza kurudi. Onesha plani yako, nataka kwenda kuona mahali fulani, nataka kwenda kuona mahali fulani, na nataka ifanyike muda fulani. Alafu immigration itashughulikia ombi lako na utaweza kupewa nafasi ya kuja kutembea Canada bila kuhitaji msaada wa mtu wowote ama bila kuhitaji barua kutoka kwa mtu wowote. So haya ndo machache ambayo nilikuwa nimekuandalia leo. Kama utahitaji zaidi ya hapo, basi utaweza kutuambia kwenye comment section. Kama utahitaji kujua jinsi ya kucreate hiyo IRCC account, utuambie kwenye comment section. Kama utahitaji msaada kwa hayo, tunaweza tukakusaidia. Na ni kwa bure, si kusema ya kwamba unaenda kulipia. Wewe mwenyewe unaweza kufanya, na ukiona inakusumbua ama unahitaji msaada kwa hayo, feel free kuweza kutuandikia kwenye comment section na sisi tutaweza kulishughulikia. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe.